Ah. Ah. Jamani, sasa zilikuwa za kumulisha dada yangu Grace. Grace ndio nani? Sisi hatutaki kujua hayo mambo. Wao tunalipa pesa. Wasaidie nao wahuni, hawaoni mtu umaskini wake. Na hata kama wanasema bahati haingoji mtu anayelala, nimejaribu kuamka lakini nimekataa. Sasa umeripoti polisi ili wakawatafute hao wahuni? Pole kaka, ni jambo la kumshukuru Mungu tu na kumwomba kwa bidii tutaenda kufika sote. Basi pole baba, nisamehe kwa leo tu, naomba kwa nimekosea. Wewe umetoa wapi mamlaka ya kuniita mimi mchawi? Hodi. Karibu. Oh, Dagos. Karibu. Ngoja nikalete mkeka chukua. Sawa. Habari za kushinda Dagos. Nzuri. Lakini Dagos, mbona siku hizi huonekani shuleni? Hata Fida Sauda, bado kaka yangu hajapata pesa za ada ya shule. Pole sana Dagos. Mimi nimepoa. Lakini Dagos, kesho uje shuleni, nitamwambia baba yangu atanigaia hizo pesa ili uje ulipe shule. Nashukuru Da Sauda. Uendelee kuwa na hilo roho ya upendo. Mungu akujalie. Sawa, usijali. Kesho uje shuleni. Najisikia ukote huko. Wacha mimi niende nyumbani. Baba asije akanikosa. Sawa. Haya, ubaki salama. Karibu kwenye nyumba ya mababu. Asante mganga. Lakini mganga, mimi nimekuja hapa kupata uthibitisho wa mabaya dada yangu anayoyafanya. Mabaya gani hayo? Inathibitika kuwa ni mchawi. Sasa nataka unisaidie kujua ukweli. Ngoja nikaangalie kwenye ukoo.
Sasa mganga, kuna nini kwenye ukoo? Majibu yako yapo tayari. Wekeza pesa. Dada yako sio mbaya vile unavyodhania, na ukoo wenu bado haujachafuka. Nenda ukamwombe msamaha. Sawa mganga. Nashukuru kwa majibu yako. Unaweza ukaenda. Pole sana maskini wetu. Mimi nimepoa. Unaona shida kutokuwa na pesa? Sasa hapo hauna msaada wowote. Vipi ni msafara wapi? Niambie. Shega. Don't look at the face. I want thing like in the face. Oya mjumba. Vone huyo. Kwanza. Niambie. Shega. Nini? Mimi nimekuja kwa taarifa kuwa nimejiondoa katika kikundi cha wahuni. Oya, imekuwaje? Umekabwa? Na kama umechezewa, tuambie ili tumsake tukuonyeshe tutakachomfanyia. Hapana. Kuna mdada nimedhibiti kumpenda, lakini ameniamrisha nitoke katika kikundi cha wahuni, na mimi nimeamua kuachana nayo kabisa. Unajua dada yangu, hakuna aliyezaliwa na pesa. Kaa ukijua hivyo. Sasa umeripoti polisi ili wakawatafute hao wahuni? Turipoti wapi sisi maskini? Na hata kama tukiwa na haki, itapindishwa kwa sababu ya rushwa. Huo ni ukweli. Sheria iliundwa kwa sababu yetu matajiri na sio nyinyi maskini. Hivyo sasa unanisimanga kwa sababu wewe ni tajiri? Umaskini sio ulemavu. Ipo siku yangu tu. Umaskini ni ulemavu, ujue hivyo. Sasa uje kwangu nikakuajiri uwe houseboy wangu. Mimi huyu sawa? Naongea na nani? Siwezi. Acha tukafe na umaskini wetu. Takufa hivyo hivyo maskini. Oya mwanetu. Sawa, nimekuja. Lakini chunga sije ukatuma kwa polisi. Ikibainika au tuma kwa polisi, bro, hapo sasa utajua wahuni ni namba 40 na haipingwi. Sisi ni namba 45 na haipingwi. Fresh. Sema nini?
Bwana Yesu awe naye. Yesu awe na wewe na sio sisi wauni. Kaka karibu. Mimi nimekaribia. Mimi nimegonga huko mlango lakini sijaona. Kumbe ulikuwa unapumzika hapa? Huko nilikuwa naona jua imekuwa kali, kwa sasa itanibidi nikuje nipumzike hapa. Telepoti tu. Vipi, unaendelea? Ni zile zile tu za uchawi. Unajua dada yangu, leo ndo nimeamini katika msemo mnaosema usihukumu kitabu kabla hujakisoma. Msemo wako unasirisha nini? Unajua mimi nilikuja hapa nikisisi haki na ukusema kwa watu eti wewe ni mchawi. Baada ya kugundua ukweli kwa wewe ni innocent, mimi nimekuja hapa kuomba msamaha. Mimi nilikusamehe tangu wakati ulikuwa unanisihaki, kwa sababu moja udugu vile. Ni kweli dada yangu. Waswahili wanasema asiyesemiwa alibaki ndani ya tumbo la mama. Mimi nashukuru sana kwa msamaha wako. Basi acha mimi niende nikamwone mtoto. Sawa, karibu tena nyumbani kwenu. Mimi nimekaribia dada yangu. Lakini dada yangu, mimi nina habari nataka tujadiliane kama hautojali. Karibu tu, mimi nipo. Sawa, nakwenda sana dada yangu. Penda pia.